Ugaigai Kita TV Online. Ugaigai Kita TV Online. Ugaigai Kita TV Online. Ugaigai Kita TV Online. Hey, Watanzania, mambo vipi? Ndani ya kipindi chetu pendwa kabisa, tumemtafuta mpaka tumempata. Leo tutaenda kuona maisha ya mtu mmoja maarufu sana. Mtu mmoja maarufu sana. Nadhani sio mgeni pia machoni mwenu. Anaonekana katika mitandao ya kijamii tofauti tofauti. Social media zinamjua, na sisi Ugaigai Kitaa leo tukaamua tumfuate mpaka mjengoni. Tumemtafuta mpaka tumempata. Nyuma kamera hapa Director Abduli, na mimi hapa mtangazaji wako Haji Q. Ndani ya kipindi chetu tumemtafuta mpaka tumempata. Twende na mimi moja kwa moja mpaka mjengoni, au sio? Hatari mzee. Tulikuwa tunashuka bonde kama hivi. Unajua ndo maisha yetu sisi tunakulia. Bwana, habari zenu wa Tanzania? Kama tulivyoongea pale awali katika kipindi chetu cha tumemtafuta mpaka tumempata. Leo tumempata mtu mmoja maarufu, mashuhuri sana. Na mlengwa nipo naye hapa. Ataenda kujitambulisha mwenyewe. Maana nisije nikawamalizia uhondo aliyakuwa ngoma ipo hapa hapa uwanjani. Nyuma kamera anaitwa Director Abduli, na mimi mtangazaji wako hapa Haji Q. Moja kwa moja mpaka kwa mlengwa wetu. Tutapata mawili matatu kutoka kwake. Cameraman. Bwana, habari yako kiongozi? Alhamdulillah, habari safi kabisa. Kumbe nimekosea. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin, amin. Bwana, katika pita zetu hizo za mtaa kwa mtaa, Ugaigai Kitaa, tumepata kuona mambo mengi sana, jinsi unavyofanya kazi zako, wenyewe vijana wale wanasema kutrendi. Kutrendi ile jinsi unavyokwenda viral kupitia kazi yako. Ila kwanza kabla yote naomba watambulishe, maana kuna Watanzania wengi sasa hivi wanakwenda kuangalia ama wanakuangalia hawajui tunaongea na nani. Wapo wanafahamu kwamba tunaongea na nani, ila kuna baadhi hawafahamu hili swala. Naomba jitambulishe kwa majina. Unaitwa nani? Nashukuru. Mimi kwa majina kamilifu naitwa Juma. Jina langu halisi kabisa Juma Msonde. Lakini kwa jina maarufu ambalo watu wengi wananitambua, ambalo liko mitandaoni, ni Juma Jabari au Shamek Nurdin. Ukisearch kokote kwenye mitandao utanikuta hapo. Juma Msonde au Juma Jabari au Shamek Nurdin. Yes. Anaitwa Juma Msonde au Juma Jabari. Hilo lingine kidogo mgumu nashindwa kulitaja. Au Shamek Nurdin. Sasa ndugu yetu Shamek Nurdin, leo mpaka hapa kwako tulitaka ushirikiano wako, tupate mawili matatu kutoka kwako na kutokana kazi zako unazozifanya. Tumeziona, ila tunataka uhakikishie Watanzania ambao wanakutazama, uhakikishie jinsi kazi zako unavyofanya na changamoto gani pindi labda mgonjwa anapokuja pale, anapokuambia shida zake inakuaje. Yani mgonjwa jinsi anapokuja, kwanza unaanza kumwangalizia au unaanza kuwaita walimu? Hapo ndio tueleweshe kidogo. Yani hapo kuna vitu kama viwili au vitatu ambavyo kama kuna mgeni yoyote amekutembelea katika ofisi yako, wewe kama mwalimu umefuatwa pale, mkaja kukulia shida, kabla ya kumfanyia chochote utamkaribisha. Lakini pia kila mganga na taratibu zake anapofikwa na mgeni na mgonjwa, na kabla ya chochote lazima umtizame kwanza shida yake, ujue shida gani inayomsumbua. Japo atakueleza nini anakiona, nini kinamletea shida, nini kinampa tabu, lakini wewe kama mtaalamu lazima ujue katika haya aliyokueleza mgonjwa, sababu ya haya yote ni nini. Ukishafahamu kama labda katukiwa jini mbaya ndo anemsumbua, au labda amerogwa nuksi, mikosi, chochote utakachokuwa umekipima au ukakiangalia kwamba hiki ndo sababu ya vile vitu vinavyomsumbua, maana yake ndo utajua huyu tiba yake ni tiba ya aina gani. Kwa sababu kuna mwingine unamkuta amekuja anaumwa, lakini katika kuumwa kwake hajarogwa wala hajatupiwa kitu kibaya. Ndio unakuta sasa watu kama sisi, yani ana marohani, ana majini ambao ni wazuri, ndio wanaomletea shida.
majini hao sio kutoka, ni wa kufanyiwa taratibu zao ili wakae sawa sawa. Ndio hizo clip unazoziona zinatembea huko za shughuli za marohani, dhikiri na vitu vingine, ambao wale sasa ni wagonjwa wa majini, wagonjwa wa marohani. Na kile kinachofanyika pale sio sherehe tu za majini, zile ni tiba kama tiba zingine. Unielewa sasa? Sawa. Je, na huu utaalamu umelisi au ni kwa kujifunza? Maana kuna wengine wanajifunza, kuna wengine wanaulisi kwamba nyumbani wanakuwa na mikoba ni kwa wazee wao. Hasa labda mzee anapokuwa labda ametangulia mbele zake, unakuta sasa wale walimu wale wanakuta wanamchagua wanamchagua mlisi wa kulisi. Je, wewe umelisi au umejifunza tu kwa walimu wengine? Hapo kuna vitu viwili nitavizungumzia pia kuwapa watu faida, kama hawajavijua wavijue. Uganga kuna mambo mawili au mambo matatu. Kuna mwingine anajifunza, kuna mwingine anafanya uganga wa maradhi. Yani si kama kautaka ule uganga, bali wale majini au wale marohani aliowapata ndio unakuta wakipanda wanataka uganga. Kwa hiyo atafanya uganga kwa ajili ya wale marohani ambao sisi tunasema ni ndio maradhi yenyewe. Tunasema bwana huyu ana maradhi ya majini, ana maradhi ya marohani, kwamba anaumwa majini. Sasa wale wanapokuwa katika tiba zao, unapowapata ukiwaita, ndio utakuta wanakuja wanatamka kwamba sisi tunataka kufanya uganga, tunataka kufanya kazi, tunataka kusaidia binadamu, tunataka kuwaombea dua watu. Ina maana ule ni uganga wa majini. Haijarithi umerisi au wamekuja tu wenyewe. Sasa hapo kwenye kurithi ndio nitatofautisha. Kwa mfano kama mimi Mungu amenichukua, nimekwenda mbele za haki na watoto nimezaa, watoto wangu watajukuu, na mimi uganga wangu si wa majini na wa marohani, ndio maana naitwa Maalim Jabari. Ule Jabari na maana ni yule kiumbe wangu wa kichwani. Umeelewa vizuri? Sasa kama mimi imetokea Mwenyezi Mungu amenichukua, nimefariki na nimeacha watoto wangu labda wakajukuu, yule kiumbe wangu ana uwezo wa kurudi kwenye familia yangu, ima kwa mtoto au kwa mjukuu wangu, na akaendeleza ile kazi niliyokuwa nikiifanya mimi mwenyewe. Huo ndio tunaita uganga wa kurithi. Lakini mimi mwenyewe ni mtu ambaye nilishambuliwa na maradhi ya majini kipindi toka niko mdogo, niko shule, nilisumbuliwa sana na majini. Lengo lao kubwa walikuwa wanataka kazi, walikuwa wanataka kufanya uganga, na ndio maana mpaka leo nipo katika gurudumu hilo la tiba. Kwa hiyo na maana mimi sikurithi, isipokuwa tu majini walinipenda ingali toka bado mdogo, na baadaye walifikia hatua ya kukabidhiwa wanavyovihitaji, na mpaka sasa nipo katika kazi hizi. Nataka useme nyumbani hakuna mkoba wote, yani wa Kinyamkela wala nini, hakuna mkoba wote ya nyumbani, yani katika chimbuko lako? Mikoba ya jadi ipo, haikosekani, kwa sababu tunaambiwa kila mtu ana asili yake. Kila mtu ana jadi na desturi za nyumbani kwao. Kwa hiyo nyumbani mikoba ipo. Na tukizungumzia mikoba ya asili au ya jadi, hapo ndio tunazungumzia hasa vitu vya kurithi. Maana mimi mkoba uliokuwepo wa jadi ni mkoba wa kurithi, ambaye mkoba ambao alikuwa anatakiwa kuutumia mama yangu mzazi kipindi cha ujana wake. Umeelewa vizuri? Na yeye ameutoa kwa bibi yake mzaa mama, ukaja kwa mama yake yeye, ukaja kwake. Baada ya yeye kukataa, ule mkoba ndio ukahamia kwangu wa asili, na ni mkoba wa Kinyamkela. Na vipi labda mtu anapokuja na shida yake? Maana kuna wengine wanakuja na shida zao. Aliyakuwa sasa mgonjwa labda kashafika pale, labda mgonjwa wengine utawapo maututi labda hivi. Je, unatanguliza kiasi cha pesa chochote au kwanza unamtibia alafu ndo alipe baadaye baada ya kupata uponyaji unafuu? Na mimi nadhani kila ofisi na taratibu zake. Nadhani hata ukienda hospitali za kawaida hizi za kizungu, kuna utaratibu ambao mtu yote akifika lazima ufuate, ndio matibabu yafuate. Kwa hiyo kwa mimi utaratibu wangu, mtu anapofika ofisini, hata wawe wengi kiasi gani, aliyefika atamsubiri mwenzie, hata awe ana pesa kiasi gani. Uganga wa kweli hautaki tamaa. Uganga wa kweli utakuwa umtibu tajiri, umtibu maskini. Kwa hiyo wanapokuja ofisini, utawatibu kulingana na walivyokutana. Huyu kamkuta huyu atasubiri, huyu kamkuta huyu atasubiri, iwe tajiri iwe maskini atakaa kwenye foleni. Huwezi ukaangalia kwamba huyu kwa sababu anacho kingi basi akawapita watu 20 aliowakuta kwa sababu ana pesa. Hapana, uganga utaki hivyo. Nataka haki, kwamba wewe una pesa, umekuja mwakuta watu, wasubirie zamu yako, itakapofika utaingia, utahudumia. Utaratibu hivyo bwana. Kweli, maana utaratibu wako unaonekana mzuri, sababu nimeona
sehemu zingine wenye pesa wanagawa vipaumbele sana. Sababu haiwezekani mtu kapaki renji pale, alafu mwenzangu na mimi nimekuja hapa, alafu eti mimi nikaanza kutibiwa kabla yule alopaki renji, ndio swala kwa haiwezekani. Na changamoto gani hivyo unavyozipata labda katika utaratibu wako? Maana kuna wengine labda mtu anaweza akaja mgonjwa pale ama mteja akatoa kiasi nusu cha pesa, alafu ikaja labda kile unachomdai akawa msumbufu baada ya kupona. Hivi unachukua jukumu gani swala kama hilo? Yani ukizungumzia swala la usumbufu kwa wateja ni jambo ambalo lipo na halitokezi kwangu peke yangu. Nadhani waganga wengi, wataalamu wengi wanakutana na hizo changamoto. Lakini sisi tuna kitu ambacho tuliwahi kufunzwa na wakubwa zetu huko nyuma. Kuna kitu kinaitwa mganga yoyote lazima awe na hekima, awe na busara, awe mtu mwenye kujitambua, kwa sababu mganga asili yake habishani, hagombani, hatukanani na mtu yote wala haongei lugha chafu. Iwe sehemu ya mikusanyiko ya watu, nyumbani, mazingira yote, kwa sababu ukiangalia kwa namna moja ama nyingine mganga ni mtu ambaye anategemewa na baadhi ya watu katika matatizo mbalimbali. Kwa hiyo ukijiweka katika mfumo wa kutokujitambua, maana yake haupo katika nafasi yako, haujiheshimu. Kwa hiyo ikitokea changamoto ya mteja kaja, labda mmekubaliana, bwana, katika kazi yako hii mimi nitakufanyia kazi, kama itakwenda vizuri itabidi labda mmekubaliana 200,000 mfano au 150,000. Katika kazi yake kautanguliza shilingi 50,000 katika makubaliano yenu. Kiasi kilichobaki akawa hajakupa, na pale alipotoka kwako alifanikiwa katika kile alichokuja kumwomba Mwenyezi Mungu pale kufanya dua katika ofisi yako. Alipotoka hapo Mungu alitikia dua ile akawa amefanikiwa. Kwa hiyo malipo yako yalikuwa 150,000, alikupa 50,000 kabaki 100,000. Kwa mtu mwingine atamsumbua yule mteja kama namba anazo, anamfahamu yuko wapi, anakaa wapi, atamsumbua kwa kudai malipo yake kwamba ampe pesa. Lakini kwa mimi nilivyo, huwa simsumbui mteja. Mteja atajiongeza mwenyewe. Kama alikuja kwangu akashughulikiwa na Mungu akamsaidia akafanikiwa katika maombi tuliyoyafanya, basi yeye ndo anatakiwa ajiongeze kwamba wapi nimeombewa dua nikafanikiwa, na ananidai kiasi gani, basi yeye ndo anatakiwa aniletee. Sio mimi nianze tena kusumbua kutafuta simu, halo uko wapi, ile langu. Hapana, uganga sio biashara. Unapokuja sehemu ya maombi ni kama sehemu ya ibada na sehemu zingine, kwa sababu unapokuja kuleta shida yako pale, umekuja sehemu ya maombi. Mimi sio mganga Mungu. Tunachokifanya pale, tunamuomba Mwenyezi Mungu mimi na wewe katika yale yanayokusibu upate nusura. Mwenyezi Mungu akufanyia afueni, akufanyie pesi, kama unauma upone. Kwa hiyo unapotoka pale wewe, shukrani yako natakiwa unikumbuke mimi kama asante Bwana, katika yale tulokubaliana, nashukuru Mwenyezi Mungu si jambo, nimepona. Au namshukuru Mwenyezi Mungu mambo yangu yanakwenda sawa sawa Bwana, ile amana yetu pia itapokea. Kinyume na hapo siwezi kukusumbua, kukupigia simu, kukutafuta, au bwana pesa yangu, kukupa vitisho mbalimbali. Bwana, leo tuko na Sheikh Lameck Nurdin hapa. Shameck Nurdin, maana jina ujue jina sijui la Juma Jabari. Basi mimi nitakutaja Juma Jabari. Jina la kazi Juma Jabari. Ndugu Mtanzania, leo tupo na Juma Jabari hapa. Ni shehe mkubwa, ni bingwa mtabibu. Bado tupo naye na tutapata kujua mengi. Sasa Juma Jabari, labda kuna swali moja la kizushi hapa nataka kuulize kidogo, maana naona waganga wengi sana wanafanyaga masuala kama haya. Na ile swali lenyewe linauliza kwamba kwa sababu gani nyinyi waganga amwagizaje tembele? Kila kafara inaotaka ni kuku, mbuzi, ng'ombe. Sasa inakuwaje pale waganga sijasikia bwana wewe kafara yako inabidi lete tembele vichanga vitatu au lete mchicha? Hapo imekaje hapo bwana Juma Jabari? Naam. Yani nitalijibu swali lako kwa sababu yani hiyo imekuwa sio peke yako, ni baadhi ya watu wengi huwa wamelifanyia kama ni jambo la masiara. Wanapenda kutuuliza swali kama hilo, lakini kama ni moja ya utani, mganga haagizi tembele, mganga haagizi samaki, mganga anaagiza kuku, anaagiza mbuzi, anaagiza ng'ombe na vitu vingine vikubwa. Hapana, inategemea. Unajua uganga wa kweli hautaki tamaa. Uganga wa kweli unataka ufanye vitu kuendana na Mwenyezi Mungu alivyoagiza. Yani usifanye uganga ukaingia kwenye shirki, usifanye uganga ukaingia kwenye tamaa. Ukishaingia kwenye tamaa, maana yake umetoka nje ya uganga.
umeingia sasa kwenye vipengele vingine vya dunia tu vya kujipatia riziki. Mimi nadhani kuna baadhi ya vitu vinavyotufanya tuagize mbuzi, tuagize kuku, kwa sababu kuna mtu mwingine labda anataka kufanywa kisomo, kusomewa dua, mfano halal badiri, natakiwa kafara ya mbuzi, ni lazima anunue. Umeelewa vizuri? Na kuna mtu mwingine labda ana jini mbaya, mfano katika kutizama kwenye taratibu zake za kumtoa yule jini lazima kuwe na damu pale inahitajika. Huo ni mfano tu. Kwa ina maana ni lazima mtu utamwambia bwana, katika kazi yako hii niletee kuku. Manake bila kuku hatuwezi kukamilisha kazi yako. Yaani wewe ukiachana na hapo, kuna mtu mwingine labda kaja na tatizo la uzazi. Mtu yule akija na tatizo la uzazi anataka kupikiwa dawa, kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu apate ujauzito, apate mtoto. Na zile dawa zinahitaji kuku. Yaani huwezi ukampika zile dawa bila kuwa na kuku za uzazi. Hapo ni lazima nitamwagiza kuku, kwamba mama umekuja, udada umekuja, unataka mtoto, kalete kuku, kalete hiki na hiki, tuje tumuombe Mwenyezi Mungu katika ile atufanye wepesi upate kushika mimba. Kwa ina maana yule kuku akiniletea, sio ananiletea nije kula, hapana, ananiletea kwa ajili ya kumfanyia kazi yake. Kwa ina maana kwa mimi binafsi, mimi najua mbuzi, ng'ombe, kuku yuko kwenye taratibu za tiba. Yaani mtu anapoagizwa anaagizwa kwa ajili ya mfumo wa tiba kwa ujumla, iwe kafara, iwe kwa ajili ya ufunguzi, iwe kwa ajili ya maradhi, iwe kwa ajili ya chochote. Lakini kama anapohitajika kuku au mbuzi, lazima utamwambia mteja kutokana na kazi yako au ukubwa wa kazi yako ulivyo, haiwezi kukaa sawa sawa bila kitu fulani. Kwa hivyo inakuwa labda pale mtu anapoleta labda kuku kumfanyia kafara yake, hivi inakuwa ruhusiwagi kula kumpa mwenyewe kaondoka navyo, au inakuwa labda vinabaki pale pale tu ni mali ya majini tulisema? Yaani hiyo sisi tumechukulia kama kwenye kukaririshwa na wazee na wakubwa ambao wenzetu walishaanza kazi huko nyuma. Unajua kila kitu kinakwenda na maadili na jinsi wewe ulivyosoma kwa mwalimu wako. Umeelewa vizuri? Kipindi cha miaka nyuma tulikuwa tunaambiwa mtu ni vibaya kula kafara yake. Yaani kwa mfano umekuja wewe hapa usini kwangu, tumeshasoma analbadiri au dua yoyote tu na tukachinja, kile kichinjo kinageuka kuwa sadaka. Wewe utoe sadaka kwa watu wengine kwa manuizi ya kile ulichokuwa umekiomba pale Mwenyezi Mungu, basi nakuomba unifanyie wepesi, unifanyie nusura katika jambo langu liende vizuri na mambo yangu yatengemee sawa sawa kwa baraka ya sadaka hii na uitoa kuwapa wenzangu. Kwa hiyo utaitoa ile sadaka kuwapa watu wengine. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tuliambiwa mtu hawezi kula sadaka yake, mfano au mtu hawezi kula, huwezi kuhudhuriki, sio kusema kwamba labda ukila utadhurika, hapana. Isipokuwa hata sisi tulipokuwa tunaanza kazi na wakubwa walikuwa wakituelekeza, ambao ni wazee wa Kongo walikuwa wameshaanza hizi kazi, walikuwa wanatuambia hivyo kwamba mtu unayemfanyia kafara hawezi kula kafara yake. Na tulikuwa tunaona pia kwa walimu zetu kwamba mtu akishaleta labda mfano mbuzi, yule mbuzi labda imesomwa dua akachinjwa, mwenyewe apewe, itagaiwa tu watu wengine huko kama sadaka basi. Kwa hiyo na sisi tumekuwa kwa kuyaona, kwa hiyo hatuwezi kwenda kinyume na tulivyofundishwa. Kwa hiyo hata mimi kitokea mteja kaja kwa mfano kafanywa kafara tayari, kuku ule kachinjwa, siwezi nikamchukua ule kuku nikamrudishia mwenyewe achukue nenda kapika ule, hapana, haiswi. Manake nitampika mimi mwenyewe kwa kuwapa watu wengine au kwa kumtumia mimi mwenyewe, lakini yule aliyefanywa kile kitu hawezi kukitumia. Umeelewa vizuri? Nadhani wakubwa walitufundisha hivyo, walikuwa wana sababu, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kutupa kitu kigumu, kitu kibaya, kitu kizito. Ile kafara inapotumika pale kwa ajili ya ile kazi, alafu baadaye ile nyama akaja akaichukua kwa kuila yeye mwenyewe, huenda yale maradhi umeyatoa, lakini kwa sababu ile kafara alirudia kuila yale maradhi akafanyaje, yakarudi. Nadhani pointi kubwa ni hiyo, kwamba tunaogopa katika kazi mtu uliyomfanyia, alafu tena kinyume chake kile kiumbe yule mnyama ambaye umechinja kwa ajili ya kumuombea yeye kwenye matatizo yao kuja nayo, yule tena unachukua ile nyama unakata unampa anaenda anakula. Inategemea na shida yake. Kama ile shida yake ilikuwa ni kubwa na ni shida ambayo ina uwezekano wa kurudi mwilini kwake, anaweza akala ile nyama, yale matatizo yakafanyaje, yakamrudia. Sasa kwa tahadhari ndio unamwambia mtu kwamba wewe hii uruhusiwe kuitumia, isipokuwa itatolewa sadaka kwa watu wengine. Iko hivyo. Sasa na vipi background ya maisha yako kabla hao walimu hawaja kuchagua wewe? Ulikuwa unafanya harakati gani? Kabla ya maisha yako yale, kabla ya maisha ya utaalamu ambao uliojizolea sasa hivi. Je, ulikuwa unafanya shughuli gani kabla ya?
Mimi kabla ya uganga, japokuwa nilikuwa nasumbuliwa na viumbe na majini muda mrefu, nadhani toka udogo wangu hata shule nilisoma kusuka kwa sababu ya maradhi ya majini. Lakini baadaye nilipokuja kujitambua sasa kuwa kwamba mimi ni kijana, niko vizuri sasa na naanza maisha yangu, nilikuwa kwenye mambo ya sanaa, msanii, nimefanya sana mambo ya sanaa, maigizo, vichekesho, nimeimba sana taarabu hizi, kwaya, tushafanya mambo ya kampeni, yani nilishafanya sana kipindi cha NCCR Mageuzi, kipindi cha TLP, marehemu Agostino Mrema, nimefanya naye sana kampeni, yani ilifikia hatua nilikuwa kama ndo msanii wa chama. Nyimbo za chama naimba mimi na kila kitu, vitu vingi nimefanya. Na hata kama ingekuwa sio majini kunisumbua, kwa sababu katika sanaa yangu ilikuja kuharibiwa na wao viumbe. Wao hawataki mimi nifanye sanaa, mimi nataka kufanya sanaa. Wao wanataka nikae chini nifanye kazi zao za uganga, mimi nataka niendelee na sanaa zangu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kukawa kuna mvutano baina ya majini na mimi mwenyewe. Majini wanasema viumbe sisi hatutaki hii kazi, tunataka ukae chini ufanye kazi. Mimi nasema hapana, uganga siutaki, nataka niendelee kufanya sana. Kwa hiyo nikajikuta sanaa binafsi ingekuwa sio uganga ingenitoa, kwa sababu naipenda na niliwekeza huko. Na baadhi ya matukio fulani nilishafanya hata na kina marehemu Kanumba, kabla bado hawajatoka. Nilibahatika kuwa nao katika mazoezi yao kwa kunichukua wao wenyewe. Kwa na imani ingekuwa sio majini kunisumbua na kunibana na kukataa sanaa, maana hata sasa hivi basi ningekuwa mbali. Tayari ningekuwa kazi yangu ni sanaa, najulikana kama msanii kama wanavyojulikana wasanii wengine. Lakini baada ya viumbe wangu kuingilia kati, ikabidi sasa baada ya kusumbuliwa sana, nikawa naumwa nini gani, mambo yakawa mengi, ikabidi niachane mambo ya sanaa, nikae sasa chini nifanye kazi wanazozihitaji. Kwa hiyo unahisi labda mafanikio ya kipindi hichi cha uganga na mafanikio ya sanaa, kipi ungepata mafanikio makubwa unavyoona wewe au unavyohisi wewe? Hilo sio jambo la kuhisi, hilo ni jambo ambalo liko wazi. Kwa sababu nilikuwa msanii mchanga, bado sijawa maarufu, sijajulikana katika ulimwengu kama kuna fulani yupo. Nilikuwa na ndoto za kusema kwamba nifanye kwa bidii katika sanaa na mimi nije kuwa msanii mkubwa, nionekane kama wanavyoonekana wasanii wengine. Lakini kabla sijafikia ndoto zangu ndo nikaingia huko. Kwa hiyo kabla ya huko kipo nilichokuwa nakipata, lakini huku nakipata kingi kuliko kule. Kwa sababu huku tayari nimeshakuwa najulikana, watu wengi wananifahamu, kazi zangu nafanya, yani nafanya kazi na wengi wananishukuru, riziki inapatikana, na waliofanikiwa hawaniachi, wengi wananikumbuka. Vingi nimefanywa, nadhani katika uganga nimefanywa vitu vingi tu na watu ambao nimewasaidia katika matatizo yao kwa ombea dua. Basi aliyefanikiwa kanipa hiki, huyu kanipa pesa, huyu kanikatia kiwanja, huyu kabahatika labda kunijengea. Yani na mafanikio makubwa nimeyapata ugangani kuliko kwenye sanaa, kwa sababu kwenye sanaa sikudumu sana, nikaingia huko. Kwa hiyo huku nadhani yapo mengi niliyoyapata. Sheikh Jabari. Sasa kipindi cha mfungo wa Ramadhani, najua watu wengine wanafunga. Sasa nyinyi inakuwaje, labda nyinyi mashehe wakubwa, madokta wakubwa kama nyinyi yani wa kiasili, je, vilinge mnakuwa mnafunga au bado huduma zinaendelea? Maana hata hospitali na Ramadhani wagonjwa wanatibiwa. Sasa sijajua kwa upande wenu nyinyi wa kiasili, vilinge mnafunga au bado mnaendelea na tiba? Kwa sisi, kwa sababu hapo nyuma nilisema uganga unatofautiana. Kuna uganga wa majini, yani uganga wa marohani, na kuna uganga tu mtu, yani uganga wa kitabu tu, ni mtu ambaye apandishi lakini anatoa dawa. Lakini tukijizungumzia, hasa nikijizungumzia mimi, mganga wa marohani, mganga wa majini, kabla ya Ramadhani, kama tayari mwezi umeshakaribia, kabla ya Ramadhani lazima tufanye dhikiri ya kukaribisha mwezi na kuwasafirisha majini, watu wache huru kwa ajili ya kufanya ibada ya Ramadhani. Ndio tunasema kufunga kilinge. Maana ya kufunga, wale viumbe ambao kwa miezi yote walikuwa wanafanya kazi, kwa mwezi huu lazima wastopu. Ina maana hawatopanda na hawatofanya vitu vingine, watakuacha wewe huru kwa ajili ya kufanya ibada nzima ya Ramadhani. Kwa hiyo wao wanasema wamefunga, lakini mimi natoa dawa kama kawaida.
Kama kawaida kaletwa mgonjwa, tampa dawa, tamtibia ila sipandishi. Wala sifanye za kufanya viende kinyume na kipindi hiki cha Ramadhani. Manake kama ni dawa zitaendelea, kaletwa mgonjwa utamtibia, kama anaumwa utampa dawa, kaja mtu labda na matatizo yake ya kawaida ambao unajua haya na uwezo wa kumsaidia, unampa dawa. Isipokuwa tu ile kasi ya ufanyaji wa tiba inapungua, yani movement ya watu inakuwa inapungua kutokana na mwezi wa Ramadhani. Kwamba hata watu wenyewe pia wanajua kwamba Sheikh Jabari sasa hivi Mwalimu Jabari bwana mwezi wa Ramadhani hafanyi kazi, hapatikani sawa sawa kama anapokuwa katika miezi ya kawaida, kwa sababu wale viumbe ambao watu wengi huwa wakija atakwambia bwana niitie Mwalimu Jabari, mimi nina shida naye bwana, nimueleze shida zangu, kwa kipindi hicho huwezi kumpata kwa sababu ya Ramadhani. Ila kwa miezi ya kawaida muda wote, wakati wote ukija ukisema bwana Mwalimu niitie Mwalimu Jabari, niitie bwana jini wako, mimi na shida zangu nataka nizungumzie naye, ana uwezo wa kupatikana. Lakini kwa kipindi cha Ramadhani huwezi. Kwa hiyo ili tuwe huru tunasema kwamba mimi nafunga kiringe, nakaribisha mwezi wa Ramadhani pia nafunga kiringe. Maana yake kuna baadhi ya kazi sitoweza kuzifanya mpaka Ramadhani itakavyofanyaje, itakavyokuisha. Kwa hiyo tunafunga, lakini ndani ya kufunga kuna tiba ambazo tuna uwezo wa kuzifanya, hasa za kimaradhi na baadhi ya vitu vingine. Na baada ya hapo Ramadhani ikiisha, sita shwari ikiisha, ndio tunafungua sasa kiringe. Maana ya kufungua, tunawakaribisha tena wale viumbe ambao tuliwaambia waende kwa ajili ya ibada. Sasa tunawaambia Ramadhani imekwisha, sita shwari imekwisha, karibuni tena, tuendelee na kuombea watu dua, tuendelee na kazi. Kwa hiyo na watu wengine unapofanya kufungua, ina maana wanajua sasa kazi imefunguka rasmi. Kwa hiyo watu wataendelea kuja kama kawaida. Ndio maana ya kufunga na kufungua. Kuna wateja wa nje, labda nje ya nchi, Dubai, maana kuna wengi wataalamu wengine wanawateja Dubai, wengine mpaka Amerika. Ndio. Je, wewe wateja wao nao? Ndio, wengi sana. Ina maana kwamba umetanua wigo mkubwa sana. Ni wengi sana kwa sababu wateja wapo hapa tulipo Tanzania, wapo Dar es Salaam, wapo wateja wa mikoani, wote ni wateja, na wapo wateja wa nje kabisa, nchi za nje. Una uwezo wa kuwasiliana nao, kaongea nao kwa video call, ukakwambia mtu ana shida gani na ukamtatua shida yake huko na akaona mafanikio. Kwa hiyo wateja wapo kila sehemu, na wateja wengi nchi za nje, hapa mikoani. Kuna Mwalimu Jabari hapa, bado tupo naye na bado tunamalizia baadhi ya ushuhuda kidogo tu, sio sana, msichoke sana, kidogo tu. Sasa Sheikh Jabari, kuna kitu kidogo hapa, kwa sababu nimekuona sisi mpaka tumekuja hapa kwako, tumekuona unavyo trend sana katika social media tofauti na mitandao ya kijamii. Maana mimi nilipita hadi mjini TikTok. Mimi ninavyokuambia mtangazaji, nimepita mpaka mjini TikTok. Kwanza una followers wengi sana pale TikTok. Alafu kila video yako nikiitazama naona imechafuka. Hata mimi mwenyewe mtangazaji siwezi kufikia kama level zako. Umeona bwana. Sasa katika utaalamu wako, je, wigo ambao utanua wewe, maana unapatikana sasa hivi nadhani ndani ya dunia mzima, labda kwa sababu mpaka mtu anapatikana katika TikTok, na YouTube, wapi hiyo ni dunia mzima. Umeona bwana. Sasa hii brand labda umekuza kwa muda gani mpaka ikafikia hivi? Nadhani na muda huu kama mwaka wa 23 sikosei, kama utaishi salama kwenye uganga. Kwa hiyo kujulikana, kupanua wigo inategemea na muda nilioanza kazi. Kiukweli na muda mrefu, nadhani kwa watu wanaonifahamu wanajua, sababu nadhani watu wengi wananifahamu na wanashiriki sana kwenye matukio yangu ya kazi, wanajua kwamba mimi nina muda mrefu kwenye kazi hizi. Kwa hiyo nimetanua wigo sehemu mbalimbali, wateja wengi, na pia nimetoa kazi, yani nimekabidhi wateja uganga, nimewakabidhi watu uganga ambao wana maradhi ya majini, nimewakabidhi watu wengi. Yani mimi mwenyewe pia ni mganga, lakini pia nina watu ambao nimewakabidhi kazi, nimewapa uganga na wenyewe wanaendeleza kusaidia watu. Ni wengi, sisi tunasema watoto wa majini, na mimi ndo baba yao wa majini. Kwa hiyo wakija hapa panachafuka,
na ndio maana jina langu limekuwa kubwa, watu wengi wananifahamu hasa kwenye gurudumu hili zima la kazi, la mambo ya uganga, la maradhi haya majini. Watu wengi wananijua kwa sababu nina watoto wengi na wajukuu wengi ndani ya uganga wangu. Kwa hiyo wao pia wamenisaidia kutanua wigo, na wao pia wamenisaidia mimi niendelee kujulikana. Maana mtoto wangu anaweza kuulizwa uko wewe mwalimu wako nani, atasema mimi mwalimu wangu Juma Jabari. Nielewa vizuri eh? Mjukuu wangu anaweza kaulizwa hivyo uganga umepewa na nani? Mimi nilipewa na babu yangu Juma Jabari, labda na baba yangu fulani. Kwa hiyo nazidi kufahamika kupitia watu niliowapa kazi, niliowakabidhi uganga, pia nazidi kufahamika kwa kazi yangu mimi mwenyewe katika baadhi ya watu ndio walikuwasaidia. Na sisi labda wenye viswaswadu ambao hatupo online, yani kwamba wenye viswaswadu simu zetu za tochi, tunakupata vipi yani? Kama mimi namtaka sasa hapa kuna shida yangu hii inamhusu Mwalimu Jabari, nampata vipi? Inabidi hapo tuweke wazi. Sawa. Mimi napatikana, mawasiliano yapo kwa wale ambao hawana simu kubwa za mikononi, labda hawajabahatika, hawawezi kunitafuta kupitia njia za mitandao, namba zipo. Inabidi sasa watajie hapa. Na namba yangu ya Tigo ambayo ni 0674 92 43 ndio namba ambayo unapatikana kwa WhatsApp, katika mitandao ndio namba ndio naitumia. Sawa. Na hiyo kukupigia muda gani? Muda wangu wa kazi ni kuanzia saa 3 mpaka saa 2 ndio nafunga kazi ofisini kwangu. Kwa hiyo ina maana kama mtu atakuwa na shida na mimi, ana matatizo yake yoyote, anataka kunipigia, kuniwasilishia, kunielezea, kuniambia, muda ni huo kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 2 usiku. Nakuwa niko online na akinipigia muda wote atapata. Sasa. Bwana, kama tulivyoongea pale awali, leo tumepata nahisi kama tutakuwa tumejitosheleza. So nahisi tutakuwa tumejitosheleza na shehe wetu hapa Juma Jabari. Kaeleza mengi sana, background jinsi alipoanzia mpaka hapa alipo sasa. Na pia natamani, na pia najua kwamba wewe Mtanzania ulikuwa unatamani kuyajua mengi kupitia yeye. Mwalimu Jabari. Bwana, ukisikia kitu Jabari ogopa sana. Maana sio mtu kwamba anajiita Jabari alafu kajua tu anajipajiba majina. Haya majina mengine yanakuwa ni majina makubwa, majina ya walimu, majina ya watu wakubwa, watu maarufu kama hapa nilikopo naye. Mwalimu Jabari hapa. Bwana Mwalimu Jabari, sisi kwamba tunashukuru kwa muda wako ambao tulopoteza. Maana tumepoteza muda wako kwa sababu watu kama nyinyi hapo inaelekea hapo simu mwenyewe umepiga kindege. Kwamba naongea na mtangazaji siku kwanza nipiga kindege ili bali isiwe shida kidogo. Sisi tushukuru kwa muda wako, na tukiangalia kwamba muda ushatupa mkono, muda kufuturu hapa huu, ila inabidi tu uhakikishie Tanzania kwamba kwamba uganga, maana wengine wanasema mimi siamini uganga si hivi na hivi, uhakikishie tu Tanzania kuhusu kwamba uganga upo na uchawi pia upo. Uhakikishie kwanza. Mimi ninachopenda kuwaambia ndugu zangu wa Tanzania na watu wengine waliokuwa katika nchi mbalimbali huko na maeneo tofauti, ninachopenda kuwaambia kitu kimoja, yani mpaka uganga ukawepo ni kwa sababu ya uchawi. Tunaamini uchawi upo, kwa hiyo lazima tuamini pia uganga upo, kwa sababu mchawi adui yake ni mganga. Mchawi hawezi akakuroga wewe ukaenda Muhimbili, mchawi hawezi akakuroga wewe ukaenda Mwananyamala. Yani wewe utakwenda, lakini kinachokusumbua hutokiona, kwa sababu neno mchawi ni mtu ambaye anatumia nguvu za kiza. Kwa hiyo hata kikudhuru, akikufanyia ubaya aina yoyote katika mwili wako au kukufungia kazi, biashara, kuharibia chochote kile, ujue katumia nguvu za kiza. Kwa hiyo huwezi kuharibikiwa maisha hapa saa hizi umepatwa na manuksi, mabalaa, kazini ya kueleweki, kila kitu vurugu mechi kwako, hakuna kinachokungania. Ukatoka hapo kana Muhimbili ukamwambia daktari, mimi nimekuja mwenzio sipati kazi, mwenzio unavyoniona sina nguo nzuri, sina jambo zuri, nimeharibikiwa kila kitu, daktari atakushangaa. Lazima kushangaa. Lakini utakapokuja kwangu mimi nitatulia, nitakusikiliza kwa makini na nitajua huyu sababu ya kuharibikiwa kwake ni hii na hii na hii. Na ndio maana unaambiwa kila ugonjwa una tiba yake na kila tatizo lina namna yake. Kwa hiyo panapo mchawi mganga hakosi, kwa sababu mchawi adui yake ni mganga. Mchawi aroge, mganga ague. Na ndio maana kukakuwepo na wachawi, kupatikana waganga. Unaelewa vizuri? Sawa. Kwa hiyo mimi
omba. Si lazimishi watu wote kuamini kwa sababu kila mtu ana imani yake. Kuna wenzetu wengine wanakuambia tu ni ushirikina, sijui maneno ni mengi. Ukitaka kufuatilia sana uganga kwenye masikio ya watu. Unaelewa vizuri. Nachowaambia watu waamini tu kwamba uganga upo na watu wanapona. Ukimwona mtu anaukashifu uganga, anazungumza kauli chafu kama kuponda na kutokukubali hivi vitu, ni mtu ambaye hajapatwa na matatizo. Yaani ukitaka kuamini kama uganga upo na watu wanarogwa na watu wana matatizo, njoo sehemu kama hizi za sehemu za maofisi yetu, sehemu za kazi, ndio utakutana na matatizo ya kila aina. Yani wewe mwenyewe mpaka ukitoka hapo unasema da, kweli jamani, watu wanakufuru. Watu wameumizwa, mtu kashakaa Muhimbili miaka yake 5 6, anaambiwa ugonjwa haonekani, maradhi hayaonekani, lakini bado anateseka. Lakini atakuja kwangu mimi nikimsomea ati kurusi yangu tu 2 au 3, yale maji nikampa akanywa akapaka, atasema alhamdulillah, leo nimelala mahali. Sio kwa nguvu zangu mimi, kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo uganga upo, na kwa yule mwenye kuamini anapona na anafanikiwa vile vile, kwa sababu dawa zipo na hatutumii tofauti ya miti kama unavyojua. Kuna miti shamba, tunatumia visomo hivi kama Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza, madua mbalimbali katika matatizo ya watu, visomo vya kila aina. Na bado pia kuna miti, mtu anaumwa tumbo, tulielekezwa mti fulani una uwezo. Hata unaona tiba za Kisuni hizi unazozisikia wanatumia hii miti tu, miti shamba. Kwa hiyo kazi zipo hivyo, uganga upo na watu wanafanikiwa na watu wanapona kwa imani. Ni kweli. Mimi hapa nitakuwa nimejitosheleza. Na ndugu yangu hapa Juma Jabari katuongea muda wa kutosha sana, tutakuwa tumejitosheleza. Pia kama bado utakuwa hujapata mawasiliano yake, tutapitisha namba zake hapo chini. Utazipata na muda wa kumpigia nadhani mwenyewe kashaongea. Tukushukuruni sana na tuwatakie mfungo mwema wa Ramadhani. Tulikuwepo na Juma Jabari hapa. Tuko pamoja. Tuwashukuru sana ndugu zetu wa Tanzania. Ugaigai Kita TV Online. Ugaigai Kita TV Online. Ugaigai Kita TV Online.